Kwenye kikao leo kama nilivyokudokeza, tutakuwa na waziri wa nchi ofisi ya Rais fedha na mipango kutoka Zanzibar. Yuko ndani ya studio. Huyu ni Dr. Saada Mkuya Salum. Ndani ya studio vile vile ameambatana na Sheikh Mohamed Isa kutoka taasisi ya Yusra Sukuk. Karibuni sana wageni wetu. Tanza na waziri wetu wa mambo ya fedha. Karibu sana Dr. Mkuya. Tumefurahi sana kwa uwepo wako hapa. Kitu kikubwa sana kimefanyika Zanzibar. Zanzibar Sukuk. Hebu tuanze hapo. Hii Sukuk maana yake nini? Asante. Nafurahi kuweko hapa Cloud Media. Hapa ni nyumbani kabisa. Oh yeah. Kwa kweli itabidi tutenge siku nyingine tuje kwa ajili ya mambo mengine. But today tuko hapa, nashukuru kwa kutukaribisha. Lakini Zanzibar inatekeleza pamoja na mambo mengine miradi mbalimbali ya maendeleo. Zanzibar imekuwa ikibadilika kwa kasi kipindi cha karibuni. Ukuaji wa uchumi imekuwa 7.4 ambayo ni kubwa. Lakini katika kipindi cha miaka 4 tumetengeneza barabara karibu kilomita 600 zijapata kutengenezwa. Lakini kama tunavyojua kwamba tunajenga airport Unguja na Pemba, miradi mingi ya maji, vituo vya afya katika kipindi ambacho tumesurpass hata malengo ya ilani ya uchaguzi. Kwenye elimu tumejenga madarasa zaidi ya 2000 ambapo tulikuwa tumepanga sio madarasa 200 or something like that. Kwa hiyo miradi mingi inaendelea, lakini unajua kama kuna ufinyu wa financing, ufinyu wa fedha. I'm sorry, samahani. Wa fedha, na kwa sababu utaratibu wa kifedha umekuwa ndio ule. Tunataka kufanya mambo makubwa lakini utaratibu umekuwa ule. Lakini pengine inawezekana kwa nchi zetu hizi za Afrika Mashariki, lakini huko duniani wana taratibu nyingine za kutafuta fedha kwa ajili ya kuwekeza katika miradi ya maendeleo. Masuala ya PPP, public private partnership, yamekuwa kwa kasi kubwa. Sisi Zanzibar kwa mara ya kwanza tumekuwa na miradi ambayo tunasema ni EPC plus financing, yani private sector anakuja anafanya engineering, procure, anafanya manunuzi, anafanya construction na anafanya financing yeye mwenyewe. Kwa hiyo tumekaribisha hiyo upeo, lakini kipekee kwa mara ya kwanza katika Afrika Mashariki na katika nchi za Afrika ya Kati, Zanzibar imekuwa ndio nchi tunasema au serikali ambayo ina issue Sukuk. Sukuk ni hati fungani, kama unavyozijua, lakini Sukuk hii inafuata misingi ya sharia, yani ni sharia ya Kiislamu, kwa sababu kuna architecture nzima, framework nzima ya Islamic financing, yani masuala ya kifedha ya Kiislamu. Kwa hiyo misingi ya Kiislamu kama tunavyojua, lazima kuwe kuna wazi, miradi inayokwenda kutekelezwa ni ile miradi ambayo haikinzani na imani ya Kiislamu. Kwa mfano leo, kwa sharia ya Kiislamu hatuwezi mtu akashangia fedha yake halafu akaenda kutekeleza miradi ambayo kiutaratibu wake hauko katika framework ya Kiislamu. Kwa mfano hatuwezi kuchukua fedha tukaenda tukatengeneza labda tuseme nini hatuwezi. Kwa hiyo Islamic financing ni eneo pana ambalo lina taratibu zake. Kwa hiyo Serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar ikaona ni muhimu kuwa tuweze kutap fedha zile ambazo watu wengi wanazo nje, wamekaa nazo, na kwa sababu hakuja kuwa na fursa ya kuwekeza katika instruments kama hizi za Kiislamu. Kwa hiyo kwa mara ya kwanza katika kipindi chote, katika miaka yote, Zanzibar imekuwa ndio nchi ya kwanza katika Afrika Mashariki, au serikali katika Afrika Mashariki na Kati kuissue hiyo Sukuk. Na ni kwamba wewe unakuwa ni mwekezaji, yani mtu wa kawaida, unawekeza fedha zako, lakini unajua ile fedha yako inakwenda kutekelezwa mradi wa maendeleo ambayo wewe mwenyewe unakuwa kama ni sehemu ya unakuwa kama mbia, umewekeza lakini mbia, unakuwa una kind of wanaita partial ownership, kwamba wewe mwenyewe unakuwa ni sehemu ya yule, kwamba kama kunajengwa barabara basi na mimi niwe nimechangia moja kwa moja. Kwa ile barabara unakuwa na hisa na ile barabara, lakini na hisa zako ambazo umezinunua zinakuwa na faida. Tunatengeneza faida. Sasa huku uzuri kwenye hizi hati fungani nyingine za kawaida tunaita conventional, ule unakuwa unapata riba, unajua. Hii ni riba. Huku unakuwa kuna faida. Kunakuwa kuna faida. Kwa sababu gani? Kule riba, huku faida ni kwamba misingi ya Kiislamu inakataza riba, lakini inahalalisha biashara. Kwa hiyo hii inakuwa ni faida kutokana na proceeds, kutokana na mapato yanayotokana na
dhamana iliyowekwa na serikali. Kwa hiyo unatengeneza na unakuwa unapata mapato haya. Kwa hiyo mtu yeyote anaweza kununua sukuk? Mtu yoyote anaweza kuwekeza kwenye sukuk. Kiwango cha chini ni shilingi milioni 1. Kwa hiyo haina limit. Unaweza kuwekeza kwenye sukuk kwa kutumia fedha Tanzania milioni 1 shilingi au dola 385. Kwa hivyo tumetoa, kuna watu wana dola na hii imefungua vile vile mlango kwa diaspora kabisa, watu wanaoishi nje. Wanaoishi nje wanasema sisi tuna dola, tunataka tuwekeza. Kwa hiyo kwa kiwango cha chini cha kuwekeza kwa upande wa dola ni dola 385. Lakini kwa upande wa shilingi ya Tanzania, faida itakayorudi kwako kila mwaka ni 10.5%, na kwa upande wa dola faida itakayokuwa inarudi kwako kila mwaka ni 4.2. Hasa. Na inatolewa kwa mwaka au inatolewa kwa kota? Hii faida inakuwa inatolewa ni return, yani hiyo faida ni 10.5% kwa mwaka mzima. Lakini tunaweza tukakulipa mara mbili, yani kwa maana ile 10.5 tutaigawanya mara mbili. Kwa hiyo utalipwa kila baada ya miezi 6. Na mmenuia kutekeleza miradi gani hasa? Maana umetuambia kuna miradi ambayo ni kinyume, sivyo? Sasa kwenye hii sukuk tuna miradi mbalimbali. Kuna miradi ya ujenzi wa barabara ambayo Unguja na Pemba. Lakini tunakwenda kutekeleza mradi wa bandari ya Mangapwani. Kama mnavyojua kwamba Zanzibar tunataka kwenda, uchumi wa Zanzibar unategemea sana bahari. Bandari yetu ambayo sasa hivi ipo ya Malindi imejaa kusema kweli. Kwa hiyo tuna ujenzi mpya wa bandari jumuishi Mangapwani. Lakini tutakuwa na masoko ya samaki maeneo mbalimbali. Kuna masoko ya samaki maeneo ya kaskazini mwa Unguja na Pemba vile vile. Lakini tutakuwa tunatekeleza vile vile miradi ya ujenzi wa airport ya Zanzibar ya Terminal 2. Yani kuna jengo la pili la abiria kwa upande wa airport ya Unguja, Abedi Amani Karume International Airport. Naona bado ujenzi unaendelea hivi sasa. Mmepanga kupata kiasi gani katika uwekezaji huu? Kwa huu uwekezaji ni kwamba ni fedha ziko katika bajeti ambapo tumepanga kupata shilingi trilioni 1 bilioni 115. Lakini hizi tutazitoa katika awamu 3. Awamu hii ya kwanza tumepanga kupata kiasi cha shilingi bilioni 500 kwa kutekeleza hiyo miradi, halafu tutakwenda katika awamu ya pili. Lakini katika bajeti yetu yote tumepanga angalau to raise trilioni 1 bilioni 115. Kwa hii awamu ya kwanza mwisho ni lini? Tumezindua rasmi tarehe 22 mwezi wa Machi, na tukaanza subscription tarehe 6. Sio mwezi wa pili? Ni tarehe 18. No, I'm sorry, mwezi wa pili. Halafu sasa tutakwenda mpaka tarehe 11 mwezi wa April kwa sababu ni kipindi cha mwezi mmoja. Halafu mtafanya tathmini, labda faida ya kwanza mtu anaweza kuitegemea lini? Ile siku itakuwa kuanzia tarehe 11 mwezi wa 10. Itakuwa miezi 6 kuanzia tarehe 11 April, hiyo mwezi wa 10 anaanza kuchukua faida yake. Sasa naomba tumekuja na Sheikh Mohamed Isa, najua haya ndio mambo yake kabisa. Labda nawe utuambie kwa nini hizi sukuk tunaambiwa kwamba ni hazina, ni uwekezaji ambao haukunyimi usingizi, ni uwekezaji ambao unakupa usingizi. Maanake tunaona uwekezaji katika masoko mengine ya fedha, unaweza kuweka pesa leo, kesho yake ukakuta umeingia hasara. Kwanza nianzie kwenye lile la tofauti ya hizi sukuk na hatifungani nyingine kwenye upande wa riba. Mpaka sasa hivi haieleweki riba ni nini. Wanakuambia yani watu wanadhani ukiweka fedha ukapata faida au nyongeza ya kile ulichokiweka, ile nyongeza tu ni riba. Na ndio imepewa jina hilo. Na hii ni kwa sababu ya kurudiwa sana neno riba mpaka watu hawawezi kujua tofauti kati ya riba na faida. Riba ni pale pesa inapotolewa bila kujua inaenda kufanya nini, halafu ukarudishiwa na ziada. Hiyo ndio riba. Lakini ikiwa utatoa pesa iende kwenye miradi au iende kwenye shughuli yoyote ya kiuchumi, ukawa kwenye makubaliano kwamba wewe utapata rejesho, yale marejesho ni faida, sio riba. Yani pakisha kuwa tu na matumizi ya shughuli fulani ya kiuchumi, hiyo inaondoka sasa, haiwi riba.
Lakini ikiwa ni pesa tu nimekupa bwana Salimu hapo milioni moja na mimi bado narudishia milioni moja na laki moja, hii ni riba. Kwa hiyo watu wanatakiwa kwanza waelewe hilo. Ama muamala huu wa sukuk unakupa utulivu. Katika uwekezaji kuna uwekezaji wa aina mbili. Kuna uwekezaji ambao wewe mwenyewe uliowekeza, umetoa mtaji, unatumia muda wako, nguvu zako, unavuja jasho, unahangaika, kuna kupata hasara, unainuka, unadondoka. Huu ni uwekezaji wa hatarishi. Lakini ndio uwekezaji ambao upo. Watu wengi wanao huo na ndio maisha yetu tumeyazoea. Lakini kuna uwekezaji mwingine ambao ni uwekezaji unaitwa uwekezaji baridi au passive investment. Unawekeza, wewe hushughuliki, huinuki kwa maana naenda kazini au unafanya kitu gani, wala huna nguvu unayetumia. Yule uliompa pesa kuwekeza anakuwa kama fund manager, kama manager wako wa uwekezaji. Anawekeza zile fedha, halafu kabla ya kuwekeza mnakuwa mmekubaliana, kuna mkataba. Kwa maana mimi nakupa hizo fedha unaenda kuwekeza, au yeye anakuambia bana mimi nipe pesa nitawekeza, afu nitakupa asilimia kiasi fulani na naenda kuwekeza kwenye hili na hili na hili. Uwekezaji huu ndio uwekezaji murua kuliko yote na unafaa kwa wafuatao. Wastaafu. Umeshafanya kazi miaka 60 umestaafu. Usianze mchaka wa kazi nyingine ambayo hujazoea. Mwili umechoka, mawazo yamechoka, unaanza kupambana kufukuzana na miradi ambayo labda umefuga kuku wale wanapata kideri wanakufa wote, unaona. Unabakia sasa unatembea barabarani mikono unarusha na huyu kachanganyikiwa huyu, unaona. Sasa uwekezaji kama huu wa sukuku ndio uwekezaji ambao ni wa amani. Kama ulivyosema, wewe unawekeza, serikali ya mapinduzi ya Zanzibar inaenda kuwekeza fedha zako kwenye miradi ile, halafu yenyewe inakulipa faida, sio riba. Sasa faida, na faida yenyewe unaiona tu imeingia kwenye simu. Kama una simu za kiganjani hizi, wengine wanaita simu za kupapasa, unapapasa za kufuta, unapata tu message inaingia tu kwamba bwana umepokea gawio lako la Zanzibar sukuk kwa kiwango ulichowekeza 10%, kama ni kwa shilingi, kama ni kwa dola unapata 4.2 imegawanywa mara mbili kama alivyosema Mheshimiwa Waziri Musuma. Kwa hiyo uwekezaji huu ndio salama kwa watu kama hao, watu ambao ni walemavu, watu ambao wanafunzi walioko mashuleni, mashirika ambayo yana fedha, wanaona wakiwekeza kwenye maeneo hatarishi, kuna ile wanaita hatari ya kupata hasara ni kubwa. Kwa hiyo wengi wanakwepa, unaenda kwenye uwekezaji wa namna hii. Uwekezaji huu haupati athari yoyote kutokana na kupanda na kushuka kwa masoko ya mitaji labda nini, au duniani tunavyoona inatokea, tunaona watu wanapata mpaka magonjwa ya moyo wakitizama mishale mekundu ile. Huu haupati hilo, kwa sababu wanaopata hiyo haka anapata wengine moyo, mashtuko ya moyo, ni wale waliowekeza kwenye hisa. Uwekezaji wa hisa, kupata kwako faida wewe au kupoteza kwako mtaji kunategemea ile kampuni uliowekeza wewe inafanyaje kwenye soko. Ikipanda mambo mazuri, ikishuka pressure. Kwa hiyo pressure inapanda inashuka, inapanda mwisho mpaka mtu anaugua ugonjwa wa pressure. Lakini uwekezaji huu wa namna hii unaitwa fixed income investment, yani kipato ambacho kimepangwa ni asilimia fulani, haibadiliki hapa mpaka mwisho. Kinachoweza kikatokea kwako ni ile thamani ya pesa kushuka au kupanda. Hilo linaweza likatokea kwa sababu fedha ndio hivyo, inatawaliwa na mambo mengi. Kwa hiyo zile sababu zinazosababisha pesa kupanda au kushuka zitabaki pale pale, lakini wewe hutapata pressure kama hiyo, kwamba wana kampuni hii imeshuka share zake ni wanaita nini zile share hisa zake zimeshuka, zinazidi kushuka, watu wakiangalia mshahara unashuka na yeye hivyo hivyo. Kuna mtu aliwahi kujiua, alikuwa na mabilioni Ujerumani kule, imeshuka hizo hisa mpaka akajikuta amebakiza bilioni 5 Deutschmark, bilioni 5, lakini bado alijiua. Ni hela nyingi sana na bado alijiua kwa kuona alikuwa nazo nyingi sana. Matokeo yake Dr. Sada, nani na nani umesema kila mtu anaweza kuwa watu wa diaspora, kwa watu wa Tanzania bara, maana wakisikia sukuk Zanzibar sukuk wanaona kwamba hii ni ya Zanzibar pekee. Zanzibar ni sehemu ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Lakini kila mtu anaweza kaekeza, wa Tanzania kama diaspora wanaweza wakaekeza, why not Tanzanians?
Kwa hiyo ni individuals kama sisi kawaida, mtu yoyote, makampuni, banks nyingine ambazo zinafanya muamala wa Kiislamu, sote wanaweza wakawekeza. Kwa hivyo hata Watanzania sote, yani Watanzania sote tunaweza. Maana nasema hivi, kuna watu wako kwenye migodi kwa mfano huko Shinyanga wapi huko, wana fedha zao nyingi tu, zingine ziko kwenye benki, zingine ziko kwenye magodoro, chini ya magodoro. Ukitaka kuja kuwekeza kwenye hii sukuk unafanyaje? Unapita wapi? Unatakiwa kwenda kwenye counter ya benki? Unatakiwa ufanyaje? Kwa sasa taasisi ambayo tumeipa kwa ajili ya kukusanya hii itapitia ni PBZ, tawi lile la Ikhlas, lakini tunakamilisha taratibu kwa banks nyingine, CRDB na wengineo, nao watakuwa ni sehemu ya kupokea au kuuza zile Zanzibar sukuk. Kwa hivyo hata huko kote watakuwa na access ya kuweza kununua kokote walipo. Na 10.5% sio mbaya, maana kwenye soko mara chache sana unaweza kupata 9% labda ya faida. Yeah. Kwa miaka 7, yes. Miaka 7. Yes, ni miaka 7 kwa 10.5 is reasonable. Alafu ni risk free, lakini most important, unajua kwenye hili watu wanaweza wakasema kuna hiki na hapana. Ni ile mtu mwenyewe kuweza kutekeleza faith yako, imani yako, kwamba nimeweka katika kitu ambacho misingi yake iko hivi, kwa hivyo mimi mwenyewe napata amani, kuliko kuwekeza kwenye kitu ambacho mimi mwenyewe siko nacho kwenye imani, ambacho hakita nisaidia kwenye faith yangu, lakini naweza nikapata mapato makubwa. Kwa hivyo kuna vitu ambavyo kwa mfano tunaweza tukasema mtu unawekeza, lakini unawekeza katika kitu ambacho kitawasaidia wengine wengi. Mimi napata faida, lakini ni faida kumbe inapata zaidi ya watu. Tukitekeleza leo miradi ya barabara zina last for 20-30 years, kwamba hata wajukuu zetu watakuja kwenye hiyo barabara zitatumika kwenye mambo mengi ya kiuchumi. Most important, fedha hizi tunatarajia kuwekeza katika kujenga kituo cha kansa, matibabu ya kansa kwa upande wa Zanzibar. Pia lenyewe imo katika hiyo uwekezaji. Kwa hivyo unaona namna gani jambo hili linaweza likaleta faida kwa Zanzibar, kwa Tanzania na anybody else. Kabisa, inapokuja kwenye masuala kama haya, mimi nasema kwamba unaweka fedha, unawekeza, unasaidia jamii. Absolutely. Kabisa, na sio peke yako tu unanufaika na watu wengine wengi. Lakini na wewe kila baada ya miezi 6 kuna kitu kinaingia. You are getting something. Zaidi ya Salum ni kwamba hiyo miaka 7 ikiisha, zile pesa zako ulizowekeza unarudishiwa zote. Kama zilivyo. Kama ulivyowekeza. Kwa hiyo ni kama benki pia. Umeweka, alafu zile pesa unakuja kurudishiwa. Milioni 1 ukionayo leo, sana labda uiweke mahali, lakini ukiwa nayo mfukoni humo, hata wiki ichukui, una milioni 1. Lakini iweke pale kwenye Zanzibar sukuk, utapokea hizo faida zako. Kwenye milioni 1 utakuwa unapokea 1,105,000 kila mwaka. Hapo lazima usingizi ule. Kwa miaka 7 utakuwa umepokea 7,735,000 kama faida. Alafu mwisho unarudishia na ile milioni 1 yako. Hii ni nzuri hata kwa wazazi ambao ni vijana hasa. Umepata na mwenzako, umepata mtoto, hujui kule mbele kwenye swala, gharama ipo kwenye kusomesha. Kabisa. Mwisho unaanza kukopa. Anza mapema, unawekeza kwenye Zanzibar sukuk, unajua mpaka miaka 7 hizi hela na zenyewe zile unazolipa za faida zile unaziwekeza na zenyewe. Pale ikafika mwaka wa 7, milioni yako 1 unaweza kukuta imefika milioni 5. Kabisa. Alafu na sasa mtoto unakuwa umepata namna kumhudumia. Kwa hiyo ile faida unaweza kuizungushia pale wakati kama. Huwezi kuizungusha pale. Unaweza ukaweka kwenye muamala mwingine, kwa sababu tunaamini baada ya Zanzibar sukuk. Ndio. Zipo sukuk sasa hivi zilikuwa zinatoka kabla ya Zanzibar sukuk. Zilikuwa za mashirika ya fedha, mabenki au mashirika binafsi. Zipo. Na hazitokosekana sukuk. Madhali hii imetoka, hii itachimbua sukuku nyingi zaidi. Kwa hiyo wewe utakuwa na winda tu, wapi kuna sukuku nyingine huko au sio sukuku. Kuna kitu kinaitwa halal fund. Leo tumetoka kwa moja ya halal fund au uwekezaji wa halali. Ni kampuni moja hivi. Sasa sijui kwa taratibu zenu kama unaweza kuitaja. Mimi unajua mtu wa habari pia. Usitaje jina. Ni kampuni tu ambayo imefunguliwa, watu wanawekeza mle na wanalipwa faida mpaka 12%. Sasa wewe ukipata faida hizi kwenye sukuku unawekeza kule. Halafu uzuri ni kwamba kama ilivyo sukuku huwezi lazima ukae mpaka miaka 7 ishi. Unaweza kama baada ya miaka 2 ukambana, mimi sasa nataka hela yangu. Unakwenda kwenye soko la mitaji na hisa la kwetu Dar es Salaam, ndo soko la hisa pale. Unaenda kwa watu dealers au wale ambao wana leseni ya soko la hisa kama sisi
tunayo, lakini sisi tunashughulika na hizi ambazo ni za sharia tu. Kabisa. Unaomba na mimi nataka kuuza hii. Sisi kwenye mfumo ule tunaangalia wale wanaohitaji. Kwa hiyo tunawaunganisha, unaweza kauza hizo sokoko yako ima kwa bei ya juu kuliko ile au bei ile, au kama hali ni mbaya una shida sana unaweza kuuza kwa bei ya chini. Kwa hiyo sio lazima ukae mpaka miaka 7. Unaweza ukauza. Na je, unaweza kauza hata nusu? Kama uliwekeza milioni 10, unaweza kama mimi sasa nina shida nauza milioni 5, zibaki milioni 5. Na hizi milioni 5 zikibakia sasa wewe ile cheti chako kile sukuku certificate ile kile cheti cha sukuku kile cha kwanza kitaondolewa, utapewa kingine ambacho kinalingana na kiwango ulichonacho, na yule aliyenunua kutoka kwako anapewa kingine. Sasa hizo hela unazopata ukienda kwenye hiyo kampuni ninayokuambia za modeli huo, wewe unawekeza wakati wowote na unaweza ukatoka wakati wowote. Kwa hiyo hii ni njia ambayo kusema kweli hauna jasho, uvuji jasho, yani uwekezaji ambao unavuna uvuji jasho. Haya, nenda kalime sasa. Alafu mvua inakatika. Kwa hiyo inabidi nilime ili nipate hiyo hela ya kuwekeza. Mimi nimelima eka 10 mwanangu. Nimelima eka 10 mwaka huu. Na umetoka jasho. Za mahindi, mbegu ni hizi za kisasa. Mahindi yalishafika hapa, yamekwenda vizuri, mvua imekatika. Imebakia yameungua yote. Sasa hivi tumeamua tulime tena alizeti. Lakini ni hasara hiyo. Huo ndio uwekezaji nao sema. Ila tu ni tabia tulizojenga kwamba mimi lazima nilime, lazima nivue samaki, lazima niuze dagaa. Kuna uwekezaji mwingine baridi kabisa. Nadhani kama unasema, lakini watu wameanza kugeuza mitazamo. Watu wanasema anataka kuwekeza au anakiona kile alichokiwekeza kila siku akiamka anakiona pale. Kabisa. Lakini ukiamka kesho ukioni kwa sababu hasara imetoka. Kama yale mahindi sasa. Lakini Dr. Saada, wewe kama waziri wa fedha, tunaona kwamba kuna watu katika nafasi yako unavutafuta fedha, kuna wakati mwingine inabidi kwenda kukopa nje ya nchi. Unaona, na sisi wananchi tunasema bana, mbona zile riba zake ni kubwa sana. Huu ni mtindo mzuri sana wa kuweza kuendesha uchumi wetu wenyewe kwa kuwezesha kwa fedha zetu sisi wenyewe. Absolutely. Mfano kama wenzetu huko, ukisema leo sisi hebu tuwaige Marekani imeendelea kwa wao wenyewe kufanya hizi taratibu za kuwekeza fedha za kwa wao wenyewe. Na ndio maana sasa wana fedha za ziada ndio wanakuja kutukopesha sisi kwa riba hizo, na wao wenyewe wanafanya biashara. Lakini ukiangalia hapa kwetu sasa hivi ukifanya study, kila mara utakuta BOT wanatoa tamko. Kwa sababu gani? Utakuta kuna mipatu huko, utakuta kuna sijui zile pyramid schemes. What do they do? Ni kwamba wana study saikolojia za watu. Watu wana hela, na ili mtu aweze umwahidi kwamba atapata hela. Ya hela ya haraka haipo, na ndio maana wanachukua zile hela. Kwetu ilitokea skendo moja tunaita maarufu Master Life. Na bahati mbaya, wakati mimi nilikuwa mwenyekiti wa kamati ya bajeti huko. Kwa hiyo nafuatilia kwa sababu wananchi sasa walikuwa wanakuja kunilalamikia mie by the time nilikuwa siko waziri. Kwa hiyo nilipokwenda huko, yani nimewakuta watu wengi kweli wameweka fedha zao, alafu baada ya wiki tunalipwa 100%. Yani nakwambia yani rohoni mwangu nilipopita hivi waliona na mimi nimeenda kuwekeza, ile nimekwenda kuangalia. Wamea kumbe hata na huyu maskini, unakuta mama amechukuliwa na mtoto wake, unamhisi kama yule mama amestaafu something like that. Amechukuliwa na mtoto wake amekwenda kuwekeza hizo hela. Fedha zote za kustaafu. Zote. Basi sasa ile ikawa inarudi. Ni pyramid unajua. Ikaanza kuwa inarudi. Wakaenda baada ya wiki mbili wanalipwa 50%, waliahidiwa 100% wanalipwa 50%, afu wanalipwa sijui vitu gani. Kwa hivyo nadhani baada ya wiki inaokuja sasa mimi Arnold ndio nikateua kwa waziri. Sasa ikawa mimi nikawa ni address lazima zile changamoto ambazo zimetokea. Kwa hiyo sisi tunachotaka kufanya ni kwamba kuwafanya watu sasa reinvestment kwenye maendeleo ya nchi yao. Tukienda kukopa makelele, lakini tukitaka kusema sasa hivi sisi ndio wananchi ambao tunaweza tuka involve directly katika uwekezaji huu. Hii ni a way of PPP, public private partnership, kwamba mtu anashughulikana na serikali katika kutekeleza miradi ya maendeleo. Kwa hivyo mitazamo ipo, lakini tukiangalia zaidi katika kujenga uchumi wa nchi kwa mtu mwenyewe, this is the best way to go. Kabisa, tunajenga nchi yetu wenyewe na tunawekeza sisi wenyewe na tunapata faida mwisho wake. Mwitikio umekuwa vipi tangu mmeanza? So far so good. Actually
mimi mara kwa mara napata simu, hivi naweza nikamwekezea ile mwanangu? Kwani hivi nikifa je itakuwaje? Yeah, you know. Lakini hii kwa sababu ni sharia compliant, kwa mfano watu wengi wanauliza maswali. Kwa hivyo kama mimi nimewekeza alafu ni Mwenyezi Mungu akachukua roho yake, hii itaendelea kuwepo. Kwa hivyo warithi wako wataendelea kuchukua kile ambacho kimewekwa. Kwa hivyo watu mwitikio ni mzuri sana, kila siku wanauliza maswali. Kwa hiyo na sisi tumekuja hapa, tunashukuru mashirikiano na Crown Media. Najua kuna watu wanawasikiliza zaidi, kwamba serikali ya mapinduzi ya Zanzibar imeissue Zanzibar Sukuk kwa ajili ya ujenzi wa Tanzania yetu. Hata kama tunakwenda kuwekeza Zanzibar, ni sehemu ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Cha kushangaza pia tuna substantive amount ya watu ambao wanatoka Tanzania bara wamewekeza kwenye Zanzibar Sukuk kabisa. Yes. Na hizo ni habari nzuri sana. Tena wengine sio Waislamu. Yes. Kabisa. Yes, si Waislamu kabisa, lakini imani yake kwamba anataka kuwekeza, yeye hataki hizi purukushani za kupata sijui riba na nini, basi anawekeza hivyo. Kwa hivyo Mohamed Isa anafuatilia sana siasa za kimataifa na uchumi wa kimataifa. Tunaona kabisa hizi account au uwekezaji wanaoita halal ukipata umaarufu sana hata katika mataifa ya magharibi ambayo sio ya Kiislamu, sio? Yeah. Kuanzia mwaka 2014 sisi tunakwenda, viongozi wa nchi zetu wanaenda Ulaya kukopa au kuomba misaada, lakini hizo nchi za Ulaya zinatumia sukuku pia. Uingereza mwaka 2014 walitoa sukuku yao ya kwanza, ilikuwa na thamani ya paundi za Uingereza milioni 200. Tukipewa sisi hapa ni hela nyingi sana. Ilikuwa ya miaka 5 ile. Faida yake ilikuwa ni 2.036 kwa mwaka. Ilikuwa ya miaka 5. 2019 katikati ya ugonjwa wa uviko 19 wakatoa ya pili Uingereza. Sukuku ya pili Uingereza hiyo. Unaona, sio nchi ya Kiislamu ile, ni nchi ya Malkia. Tena ile SPV yao, ile taasisi ya kutoa sukuku ilipewa jina Her Majesty Treasury Sukuk PLC. Unaona, imepewa jina la Malkia wa Uingereza. Sasa hivi itaitwa, mwaka huu atatoa tena nyingine. Kwa habari tulizonazo inawezekana ikawa ni paundi bilioni 1. Wow. Uingereza. Itaitwa His Majesty Treasury sasa. Sababu ni mfalme sasa Charles. Sasa hebu angalia, Uingereza ni tajiri. Kwa nini inaenda kwenye sukuku? Unajua ni kwa nini? Hapo Mashariki ya Kati kuna fedha nyingi mno za mafuta. Wanatafuta pa kuwekeza. Kwa hiyo na wao hawawekezi mahala penye riba. Wanawekeza mahala ambako watapata faida ambayo ni halali. Kwa hiyo wanaangalia ni wapi tutapata miamala kama hii. Sasa nchi kama Uingereza iliona hilo, wakatengeneza wanaita bomba kubwa la kuchukua zile pesa zije kwao. Unaona, Hong Kong 2014 Hong Kong walitoa sukuku kubwa kuliko zote, dola bilioni 1. Hong Kong ni wa China kina Hang Wing Wang, au sio? Lakini walitoa sukuku, wala si Waislamu, ni sehemu ya China ile. Hong Kong Special Administrative Area. Sasa hivi wanatoa sukuku mpaka za dola bilioni 3. Hong Kong inaongoza. Unaona, Afrika Kusini inatoa sukuku. Luxembourg ilikuwa nchi ya Ulaya ya kwanza kutoa sukuku ambayo iko kwa euro. Unaona? Sasa hii ni kuonyesha kwa Saudi Arabia ni tajiri wa mafuta, lakini ndio inayoongoza sasa hivi kwa kutoa sukuku. Kwa nini? Mbona inayo mafuta? Wanaona mafuta yana mwisho. Kwa hiyo wapunguze kuchimba mafuta, wakusanye hizi fedha ambazo ziko, waende kwenye maendeleo. Kwa hiyo sukuku ni ya dunia nzima. Kabisa. Haiangalii huyu ni wa dini gani, sijui wa Ulaya, sijui Marekani walichotoa sukuku. Mwaka 2014 ilikuwa inaitwa Eastern Cameroon sukuku. Ilileta matatizo lakini baadaye, kwa sababu walikuja wakashindwa kulipa mpaka ikaenda mahakamani, kitu ambacho kiliweka msingi mkubwa wa haki za wanaowekeza kwenye sukuku, kwamba lazima walindwe. Na hata hii ya Zanzibar wamelindwa, hujapata kuona. Kwanza, serikali imehakikisha ina vyanzo vya mapato ambavyo vitakuwa ndio vinaingiza fedha kwa ajili ya kuwalipa wawekezaji. Kwa uhakika kabisa, hakuna kubahatisha kwamba tusubiri tu ziingie zenyewe. Wamepangiwa kabisa, kila mwezi mnaweka hapa. Pili, kujiandaa kwa ajili ya kurudisha hizo pesa. Unakuwa ni bilioni 1115. Trilioni 1 na bilioni 115. Hizi unapolipa zile za kawaida za faida ni ndogo. Utapokuja kulipa pale mwishoni zinakuwa nyingi kwa mara moja. Serikali imejipanga kwa hilo. Itakuwa inaweka kwenye akiba ya muamala unaitwa mudharaba fixed deposit. Huu ni muamala wa benki hizi za Kiislamu ambao serikali itakuwa inapata faida. Watakuwa wanaweka shilingi bilioni 159 kila mwaka. Sasa
Kama ukiweka kwa 11.5 au 10% tu, itazalisha zaidi ya bilioni 500 faida. Na huku tayari imeshaweka pesa za kuwalipa wale waliowekeza kwake. Sasa hizi pesa bilioni 500 tena zitaziingiza tena kwenye, yani ni samaki anajikaanga kwa mafuta yake. Kabisa. Muda unatupa mkono, waziri wetu wa fedha, ningependa utoe rai kwa mtu ambaye anatusikiliza sasa hivi popote pale, maana tunasikilizwa pia ndani na nje ya nchi. Naomba mwambie aje kuwekeza kwenye sukuk. Kila mtu anakaribishwa kuwekeza katika Zanzibar Sukuk. Na mifumo yote imewekwa vizuri. Salim, kama una app ya PBZ, unaweza ukifungua app yako pale, kama una account ya PBZ, utaona pale Sukuk. Kwa hiyo ukifika pale, wewe ukiingia tu uko ndani, system zote zinakuona na unaweza kuwekeza kwenye Zanzibar Sukuk. Kwa hivyo Crown Media, Crown Media inakaribishwa kuwekeza katika Zanzibar kabisa. Na benki nyingine zitakapoingia, leo tulikuwa CRDB. Wiki hii inaonyesha wakenda. Kwa itaingia kwenye app ya CRDB. Kwenye app ya CRDB, kwenye app ya KCB pia na wote. Kwa watu ambao wako diaspora wanatusikiliza sasa hivi Marekani, Uingereza, Sweden, wao wakitaka kuwekeza wanafanyaje? Wao wakitaka kuwekeza wanatakiwa kama wana app ya benki husika kati ya hizi, wanatumia hiyo. Wanawekeza. Alafu kuna tovuti ya hii shirika la serikali ambalo ndio limetoa hii sukuk mle ndani, au kwenye benki hizo pia, kwenye zile tovuti zao kutakuwa na fomu ile ya kuwa mwekezaji. Watajaza ile fomu afu wanaituma kwenye benki ile ambayo ndio yeye ana account yake, au amewekeza kwa kupitia benki ile, kama ni PBZ, kama itakuwa ni CRDB, kama ni nini, basi ndio ameshawekeza hivyo, atapewa cheti cha uwekezaji. Basi cheti unaweza kwenda kuombea mkopo ukiwa. Yes, you can. Naweza ukawa ni kama collateral yako, dhamana yako ya kwenda kuombea mkopo as well, kupitia hizo banks ambazo umenipa. Dr. Sada, kwa nini unatuletea mambo mazuri namna hii? Kwa sababu sitaki niwanyime hiyo faida. Nitakuwa mchoyo. Tunashukuru sana waziri wa nchi, ofisi ya Rais, fedha na mipango, Zanzibar, Dr. Sada Mkuya Salum. Karibu sana kwa mara nyingine tena. Najua bado dirisha liko wazi, kwa hiyo ukiwa hapa mjini ukitaka kuja kukumbusha watu, tafadhali sana. Asante sana pia Sheikh Mohamed Isa. Ndugu yetu tumekuwa naye muda mrefu sana. Kule kwa mama kule, asante. Kabisa. Crown Media. Hapa ni nyumbani.